Ni saa 6 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana kwenye sehemu yetu ya tatu ya yanayojiri na sehemu ya kwanza ya mjadala wetu kuhusiana na homa ya mapafu miongoni mwa watoto humu nchini, ama ukipenda pneumonia. Hii leo mtazamaji, Kenya inajumuika na mataifa mengine kote ulimwenguni kuadhimisha siku ya homa ya mapafu. Idadi ya vifo kote ulimwenguni miongoni mwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 inaendelea kuongezeka, na kulingana na takwimu za shirika la afya ulimwenguni WHO, kila baada ya sekunde 43 mtoto mmoja anaaga dunia kutokana na homa ya mapafu, na kila mwaka zaidi ya watoto 700,000 wanaaga dunia kutokana na homa ya mapafu. Na imebainika kwamba mataifa mengi ambayo yameathirika ni mataifa yaliyo na mapato ya kiwango cha chini, mataifa yanayojiendeleza, mataifa yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Tatizo liko wapi? Kenya pia haijaachwa nyuma, kwani kulingana na Wizara ya Afya humu nchini, idadi ya vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 bado viko juu kutokana na homa ya mapafu. Tatizo liko wapi? Hapa kwenye studio ninaye Daktari Margaret Wainaina, anafahamika sana kama Magi, ni mtaalam wa magonjwa ya mapafu. Karibu sana daktari. Asante. Na pia tunaye Mary Wanjiko Moremi, ni mzazi. Karibu sana kwa kuja kwenye studio. Asante. Ili utupe kisa chako kuhusiana na jinsi hali imekuwa katika kukabiliana na homa ya mapafu miongoni mwa ni mtoto mmoja ama ni wawili. Utakuwa unatueleza kisa chako, lakini tuanzie hapa daktari. Wakati tunapozungumza kuhusu homa ya mapafu, ni ugonjwa wa aina gani? Tuseme homa ya mapafu ni ugonjwa ambao unaathiri mapafu, na si homa ya kawaida. Si vile mtoto anapata kuchemua, kutoa makamasi, anafungana kidogo, anakohoa kidogo. Homa ya kawaida tutampatia maji ya ndimu na anasikia vizuri. Homa ya mapafu inapeleka ugonjwa chini ndani ya mapafu ndani, na kuna zile cells tunaziita alveoli ambazo zinasaidia kubadilisha hewa, kutoa carbon dioxide ile ambayo haitakikani kwa mwili na kuingisha oxygen. Katika wakati uko na homa ya mapafu, hizo cells zinapata usaha na zinapata maji. Kwa hivyo ile gaseous exchange, kutoa carbon dioxide ambayo si mzuri kwa mwili na kuingisha oxygen, inaathirika. So mtoto anajidhihirisha akona kohozi, akona joto, nashindwa kupumua, na pumua kwa haraka, na ikiendelea zaidi hata anapoteza fahamu. Kabla hata tujafika, kwa sababu utakuwa unatueleza mengi kuhusiana na hizo dalili ambazo mtoto aliye na homa ya mapafu atakuwa anaonyesha. Hapa tuko darasani, unatupeleka moja kwa moja. Umetutajia kuhusu hizi chembe za alveoli ndio. Sasa kwa yule ambaye ameathirika, huyu mtoto, ni kipi ambacho kimeingia ndani ya mwili kinamfanya asikuwe na uwezo wa kutoa hiyo hewa chafu? Tueleze kwa kina. So ugonjwa wa pneumonia unaletwa na, tuseme it's an infectious disease, ni ugonjwa wa kuambukiza, na inaletwa na viini tofauti. Inaweza letwa na viini vya virusi, viruses, inaweza letwa na viini vya bakteria, na hata inaweza letwa na viini vya fungi. Na vinapoingia kwenye mapavu, pengine mtu amekohoa, wameambukizana watoto kwa watoto, vinaingia kule kwenye pavu, either pavu moja ama mapavu yote mawili, na yanaenda na zile chembe za zile viini, zinaenda na zinakita mizizi katika mapavu, na zinalete yale niliyosema, inaweza leta usaha ndani ya pavu, inaweza leta maji, na hiyo ndio inayozuia ile gaseous exchange kufanyika kama kawaida.
So tuseme tu ni viini tofauti na si peke yake bakteria kama vile watu wengi hudhania ya kwamba ugonjwa wa mapavu, homa ya mapavu huletwa na bakteria peke yake. Umetaja aina tatu, kuna virusi, kuna bakteria na pia kuna fungi. Kuna fungi, yes. Utakuwa unatueleza pia mengi kuhusiana, pia ukitupa utaalam ni kipi ambacho kitakuwaje mtoto hata pia anakawia kabla ya kubainika iwapo ana homa ya mapafu. Sasa tuna mzazi hapa. Mary, karibu sana, na ni fahari yangu kwamba umekuja kwenye studio ili kutupa kisa chako. Tueleze, ni mara yako ya kwanza ipi ambayo ulikumbana na homa ya mapafu? Kwanza niko na watoto 4 na sasa wasichana 2, vijana 2 na hii homa ya mapafu imepata wasichana. Na sana msichana wangu wa pili. Ana miaka mingapi? Ako na miaka 8. Kwa hivyo jambo la kwanza tulipoona ya kwamba ako na homa, hatukuambiwa ni homa ya mapafu. Wakati huo alikuwa na miaka mingapi? Alikuwa na miaka 5. Miaka 5. Alikuwa mdogo. Na tukapigiwa simu pale usiku, hakuwa nyumbani, alikuwa amesafiri. Kwa hivyo tukamwendea pale kwa nyanya yake, tukamkimbiza hospitali. Kumfikisha hospitali ndo tunauliza daktari, tukaona anapumua kwa mwendo wa kasi. Nikurudishe nyuma kidogo. Wakati huo sasa ulipokuwa unapigiwa simu kutoka kijijini, kwa sababu umetueleza mtoto alikuwa kijijini, labda walikwambia ana dalili zipi? Jambo la kwanza ni hakuwa anapumua vizuri. Alikuwa anapumua kwa mwendo wa kasi sana. Jambo la pili, alikuwa na joto. Alafu si mara ya kwanza kuwa na kipindi kama hicho. Tukadhani ama ni ile kama kawaida anapatanga mafua tu. Kwa hivyo nikauliza nyanyake, na sasa ukimwangalia baada ya mwendo kaa dakika 20 sasa ako aje? Akaniambia mtoto hapumui. Hayuko sawa. Na alikuwa ashaanza kukaa ni kama anapoteza fahamu hivi, daktari ametuambia. Kwa hivyo tukaenda pale, tukamchukua, tukamkimbiza hospitali. Kufika hospitali ndio sasa tunauliza daktari, hebu tuelezee juu si mara ya kwanza amefika kama anashindwa kupumua. Tukasema mama ni ile homa tu ya kawaida, juu akipata homa anapata homa kabisa. Vile tu daktari amesema inamzidi. Lakini saa tukifika kwa hospitali, unajua madaktari wengi hawataki kukuambia ni homa ya mapafu, tena usishtuke kama mzazi. So kwanza akatuambia acha tumpime alafu tutakuelezea. Lakini saa akafika mahali akaanza kuwekwa zile dawa za mishipa. Kukaa tukaona ndio hiyo oxygen. Tukajua hii sasa nayo inakaa inamzidi sana. Ndio saa baadaye wakatuambia ilikuwa homa ya mapafu na ilikuwa mbaya. Uzuri mliishika mapema vile hakufika mahali ameathiriwa sana. Shikilia tu hapo. Sasa kwa sababu umezungumza kwa niaba ya wazazi wengi pamoja na walezi, na kuna hoja kadhaa ambazo umezitaja hapo daktari, ningetaka utatueleza. Haya, tuanzie pale mara ya kwanza alipigiwa simu kutoka kijijini, akaambiwa jinsi mtoto alivyo, na yeye mwanzo akafikiria tu ni yale mafua ya kawaida. Hilo ni kosa moja ambalo wazazi wengi tunafanya pamoja na walezi. Tofautisha kati ya homa ya kawaida, dalili za homa ya kawaida na homa ya mapafu, kabla sasa hatujaeleza kwa hizo hoja zingine ambazo umezitaja. So homa ya kawaida ama ukitaka mafua, mtoto atamwaga makamasi, pengine wakati mwingine atafungana mapua, atakuwa akitoa chafya, sneezing. Anaweza kuwa na kikohozi kidogo, lakini tofauti kubwa kati ya mafua na homa ya mapavu haileti ile kupumua kwa shida. Homa ya mapavu inaleta mtoto anapumua kwa haraka, na pia unaona anapumua akihangaika. Ni kama analazimisha. Yes. Ukimwangalia zaidi hata unaona akipumua hapa chini ya tumbo linaingia ndani. Kwa sababu ni kama anatumia nguvu sana. Na wakati mwingine hata anafikiwa kufanya ile kitu tunaita grunting. Akipumua unasikia sauti pale mwisho. Anapumua lakini anashindwa kupumua. You see, kupumua ya kawaida mimi na wewe tunapumua, lakini hata huwezi jua unapumua. Lakini mtoto akiwa na homa ya mapavu utaona ya kwamba kupumua kwake ni kwa kasi na anahangaika sana akipumua. Homa ya kawaida ama mafua haitaleta ile kupumua kwa haraka. Na zaidi anapoendelea kuhangaika kupumua,
utaona pengine hata vidole vimeanza kubadilika rangi, vimekuwa vyeusi, kwa sababu ile oxygen haifikii viungo vyote vile inatakikana. By the time unaona mikono imeanza kuwa nyeusi, ule mtoto ameathirika zaidi. Na ndio ukifika hospitalini, wakati mwingine jambo la kwanza ni oxygen. Kwa sababu unataka kumuongezea zaidi, asitumie hii yetu ya kawaida. Unampatia ikiwa juu zaidi ili isaidie kufanya ile gaseous exchange. Asante kwa hilo daktari. Ametaja kwamba wakati walipomfikisha mwanae hospitalini, daktari tu kumwona tu walianza kumshughulikia kwa haraka, akamweka hata pumu na wakajua hapa sasa mambo hayako sawa. Itafikiaje wakati huo? Ni kwamba huyu mtoto ugonjwa ulikuwa umeanza kumkula na mapema, ama itafikiaje sasa wakati anapofika pale hospitalini ugonjwa umeenea? Ni wakati upi mzuri kumfikisha hospitalini? Kwa sababu mwanzo walikuwa wanafikiria kwamba ni mafua, lakini ikawa sio mafua. Itakuwaje sasa ugonjwa umeenea hata zaidi? Itachukua muda upi? Tuseme homa ya mapavu inaweza chukua kutoka wakati amepata infection hadi wakati inaathiri mtoto kabisa, maybe 2 to 7 days. Na ni mshukuru nyanya ya mtoto kwa sababu hawapuuzi wale na hakupuuza. Wazazi wetu kidogo Mungu amewapea hekima, wakiona mtoto ameanza kupumua kwa haraka wanaharakisha zaidi. Sisi pengine tutaangalia tuseme ni mafua tu, lakini wale I think pia wako na ujuzi, wamelea, wameona. So niseme wakati unapoona mtoto ameanza kuwa na shida ya kupumua, tafadhali tusipuuze. Mara mingi wazazi wengi wanaenda katika maduka ya dawa na wanaelezea kwamba mtoto wangu anapumua haraka, nitampa nini? Bila kupimwa chochote, mtoto anapatiwa dawa. Inaweza kuwa mwenye duka hajaelewa, hajamuona mtoto, kwa hivyo anampatia dawa ya mafua na mtoto ako na homa ya mapavu. So ni muhimu zaidi wakati unapoona dalili zozote za mtoto kuwa anapumua kwa haraka, tafadhali usimtibu huyo mtoto wewe mwenyewe. Fika kwenye kituo cha afya. Tumebarikiwa kuna chombo ambacho tunatumia kuangalia vile oxygen inatembea kwa mwili, na ambacho kinawekwa tu kwa kidole na I think hichi chombo kilitumika sana wakati wa COVID. Mtoto anawekewa wakati the normal is kutoka 94 and above, that is normal. In fact tukipenda tunapenda ikiwa 98 hata 100%. Na mtoto wako akiwekewa kile kidude na aonekane pengine iko 88, tunajua ya kwamba huyu mtoto ameathirika zaidi. So tofauti ya mzazi ambaye anaona mtoto anapumua haraka na anakimbia kwenye duka la dawa, na mwenye anampeleka mtoto kwenye kituo cha afya, mwenye kumpeleka mtoto kituo cha afya amemsaidia mtoto wake. Kwa sababu jambo la kwanza kwa matibabu ni diagnosis. Lazima ujue unatibu ugonjwa upi. Na usipotibu the right disease, then utakuwa ukifanya makosa. Hiyo usipoget the right diagnosis, mambo yote ambayo unafanya baadaye utakuwa unaongeza shida juu ya shida. Utakuwa ukiongeza shida juu ya shida. Kwa sababu let's say pengine ule mhudumu wa dawa amempea dawa ya mafua, lakini mtoto wako anaendelea kuathirika. Na anavyokaa na ule ugonjwa wa homa ya mapavu, ndivyo inaendelea kuwa mbaya. Asante. Nikirudia tu bado mahali Mary ulikuwa umetueleza kwamba wakati ulipopewa taarifa kutoka kule kijijini, wakati ulipopigiwa simu kuelezwa kuhusiana na hali ya mtoto wako, ulifikiria kwanza ni mafua ya kawaida. Wakati alipokuwa mtoto wako anapata mafua hapo mbeleni, kabla ya kubainika kwamba ako na homa ya mapafu, labda ulikuwa unampeleka hospitalini, na ukimpeleka alikuwa anapata matibabu ya aina gani? Alikuwa anafanywa vipimo? Ama mwenyewe ulikuwa unafanya jinsi daktari anavyosema kwamba nakimbia pale kwenye duka la kuuza dawa, unanunua dawa na unakuja unampa na hali inapungua, unaendelea tu hivyo kusubiri sasa mpaka wakati ilipofikia?
Hiyo nayo ya kwenda katika hizo duka za madawa, nadhani kila mzazi amefanya. Unajua saa nyingine unaangalia unaona amekohoa tu kidogo. Lakini kwa huyu sasa vile tukienda na ni homa ya kawaida, vile tu nilisema hapo mbeleni, huwa inamzidi sana. Kwa hivyo tulikuwa tushaanza kuona dalili za huyu akikohoa yake inamzidi, kwa hivyo yake hatupuuzi, yake tunapelekanga hospitali kwa hiyo dakika. Ni yule kunajua kwa kila familia kuna yule mtoto unajua huyu akianza hivi huyu si kama yule. Naam, sasa yake ni hivyo. Huyu akishakohoa tunajuanga hii direct hospitali. Mwingine atakohoa upime ujiambia ama ni ile dawa daktari alikuwa atuambia concoction, unaangalia umtengenezee hizo ama uende pia kwa hiyo duka la dawa na ununue dawa. Lakini kwa huyu tukiangalia hapo mbeleni, mafua kama ni homa ya kawaida bado atapata kikohozi na atapata ile phlegm mingi sana. Na ndio sasa tukaanza kuona hii ya mapafu ndio ijulikane ni hiyo vile tu daktari amesema kupumua haraka, alafu ukiangalia mapafu yako unaambiwa imejaajaa hiyo maji na hiyo phlegm. Kwa hivyo lazima pia alazwe hospitali. Kwa hivyo kwa huyu sana sana tunakuwa tushamuelewa kabisa. Tunajua huyu akianza kukohoa hii ni hospitali, ndio tusipuuze tena juu nayo nimeona kwa hiyo ya mapafu ukipuuza ni madakika tu. Ni madakika tu. Na sasa kwa mtoto mdogo unajua kama hiyo wakati yako anaweza kujieleza sana. So utamwangalia uone ameacha kuwa vile anakuanga na furaha. Si mchangamfu. Saa nyingine akwambie lakini nasikia ni kama nasikia uchungu hapa. Tena hiyo masaa nyingine akwambie ni hapa. Kwa hivyo yake ilibidi tukae tukimwangalia sana. Sana. Kwa hivyo hata homa ya kawaida utapata tu anapata hiyo makamasi mingi, anakohoa sana. Daktari, sasa bado tukitumia hiki kisa cha mzazi wetu Mary, ni wakati upi ambapo homa itazidi na pneumonia inaanza vipi? Kwa sababu kama jinsi anavyosema yeye mtoto wake huyo mmoja ako na watoto 4 lakini huyu mmoja kati ya hao 4 homa yake hata ikianza wanajua huyu hata hakuna kusubiri ni hospitali. Ni wakati upi sasa kama mzazi utaona sasa hii homa imezidi, na homa ya mapafu inaanza vipi? Ni kwenye hizo dalili za homa kuzidi ama ni wakati upi? Tuseme inaweza kuwa either way. Inaweza anzia kama homa na spread ikuwe homa ya mapavu. Lakini pia kuna uwezekano the first presentation ya kwanza ni ile kupumua haraka. Mtoto alikuwa sawa kidogo, unaona amedhoofika kidogo, ameacha kuwa mchangamfu, ameanza kupumua haraka. Mzazi atakwambia huyu mtoto jana alikuwa sawa. Lakini tukienda wakati wa mapumziko nikaona anaanza kupumua haraka. Halafu nikaona pengine amepata joto kidogo. Tulipokuwa tukiamka asubuhi nikamwangalia nikaona hii si kawaida. Nikamlete kwenye kituo cha afya. So si lazima ianzie kama mafua. Na ni muhimu wazazi kuelewa hivyo, wasigoje ati hii ni homa ita progress ikuwe pneumonia. Na kulingana na vile mzazi wetu Mary anatuelezea, kuna uwezekano yake ilichukua hii ya pili. Ya kwamba pengine hakukuwa na muda mrefu between homa na pneumonia. Ni kama by the time wakati alikuwa wanamwangalia already homa ya mapafu ilikuwa imeingia kwenye mapavu. So ni vizuri like vile nilisema hapo awali that tuwe waangalifu sana. Mtoto anapumua vipi? Ameacha kuwa mchangamfu. Kawaida homa ya kawaida pia inaweza kukuweka chini kidogo. Hata mtu mzima unasikia hauna nguvu, huna hamu. Lakini ile iko zaidi kidogo. Na the cardinal sign ni ya kwamba mtoto anapumua haraka. Appetite, ile hamu ya kula pia inapungua. Na anapozidi unaona watoto wengine wanacheza, ule mtoto hana hamu kabisa. Tuseme homa ya mapavu inamweka mtoto chini. Unajua watoto na pengine sisi wahudumu wa watoto tunafurahi kwa sababu mtoto akisikia vizuri kidogo ako nje anacheza. Lakini ukimwona mtoto ameshindwa kujiunga na wenzake,
na anapumua kwa haraka, usichukulie kwa urahisi. Kuna uwezekano ya kwamba ile homa imefika kwenye mapavu. Asante sana daktari. Haya, Mary, bado tunaendelea na kisa. Sasa huyo mtoto alikuwa na umri wa miaka 5. Haya, sasa ikawaje? Kwa hivyo vile tulifika hospitali na amewekwa hiyo dawa mishipa, tena tukaona ndo hiyo oxygen imekuja, tukalazwa. Hiyo ilikuwa kitu ya kwanza hapo. Tukaambiwa this is an emergency, lazima tulaze mtoto. Unajua saa ingine kama mzazi ukwange hata umejipanga. Unaambiwa tu sasa lazima tulale. Unaanza shughuli za kuanza kupanga wale wengine vile wataangaliwa na watatunzwa. Alafu vile tulilazwa tukakuwa na madaktari wakimwangalia katika dakika kama lisali moja hivi, dakika 30 wanakuja wanamwangalia. Pia ilifika mahali sasa hivyo tu daktari anasema akadhoofika kabisa na akalala. Sasa tunamwangalia, nauliza daktari huwa ataamka saa ngapi? Juu hata hajakula. Alilala kwa muda mrefu sana, ile si kawaida. Ndo sasa wakaniambia usishtuke, labda tu ni madawa pia zinampeleka hivyo. Na wakati huo walikuwa tayari wamekwambia ni ako na homa ya mapafu? Waliniambia sasa baadaye. Unajua pia wanakuangalia wanaona pia umeshtuka. Kwa hivyo tena wajua tutaanza na tutakuwa sasa na patient wengine tukidil. So waliniambia baadaye. Lakini kwanza walimfanyia hiyo hima ya kuhakikisha like first aid, kwanza wamedeal na what they had seen. So vile tulilazwa tukakasa, kuna jambo lingine nilikuwa naona wakimfanyia jioni ndio watoe hiyo ni kama hiyo phlegm ama hiyo mucus hivyo daktari anasema kwa mapafu. Ni kama kikohozi. So kuna hiyo massage walikuwa wanakafanyia kila usiku. Tunaita physiotherapy. Hata tueleza zaidi. Haya, tuambie alafu pia ndio sasa juu nilikuwa nauliza ilikuwa inakaa bit. Sasa anakandwa wapi? Kwenye tumbo ama kila mahali? Ama haswa wapi? Kifua juu. Sasa unaona mtoto anakaa nauliza wakati huo mtoto ameamka? Ameamka, hajalala juu sasa lazima akikandwa akuwe ameamka. I think for them ndio waangalie ama inafanya kazi ama haifanyi kazi. Na tulifanywa hivyo siku 3. Lakini ilikuwa very traumatizing. Nilishinda kuwauliza ni lazima, wananiambia tusipofanya hii basi sasa hakuna kitu tumekusaidia. Na sasa anatoa huo uchafu kwa kutumia mdomo, mapua ama uchafu ulikuwa unatoka wapi? Walikuwa tu sasa hapo daktari atuelezee vile nataka sisi tueleze yake, lakini mimi sikuona akitoa. Kenya niliona ni hiyo kukandwa dakika kama 10 kuelekea mbao hivi. Kwa kila siku. Kwa kila siku. Kila jioni. Sasa wakaniambia nao itamsaidia ndio sasa aweze kupumua hivyo. Alikuwa anasema juu unaona bado hiyo kupumua kwa haraka ilikuwa inamsumbua kabisa. Hata sitauliza daktari swali ati mambo mengi. Tueleze hiyo ni huduma aina gani? Anasema alishuhudia mwanae akikandwa, anashangaa sasa. Hiyo tunaita chest physiotherapy. Na kama jinsi nilivyosema, mapavu yako na maji, yako na makamasi, saa zingine hata yako na usaa. Ile kugonga ni kama kujaribu kutoa ule uchafu kwenye mapavu. Pengine mzazi wetu Mary hakumbuki wakifanya kitu inaitwa suctioning. Wakigonga pia wanavuta. Kwa sababu imegonga imetoka imekuja kwa hizi airways. So lazima pia itolewe juu ikiendelea kukaa itakuwa shida kwa huyu mtoto. So kuna suctioning tunapitishia kwenye mapua, saa zingine tunapitishia kwenye mdomo, unagonga inatoka kwenye mapavu inakuja kwenye airways, hizi pipes za kuleta hewa na tunatoa. Ni kama kujaribu kusafisha mapavu. Pia ametuelezea waliwekewa dawa za mishipa. So kwa upande moja dawa zinafanya kazi yake, lakini this is almost maybe naweza sema mechanical. Kutoa ile uchafu yenye iko kwa mapavu mechanically na kusaidia lile pavu likue safi kwa haraka. Nipeane mfano, ni kama pengine umeweka chupa ya yogurt na
unajaribu kutoa ya mwisho na hauna kijiko. So unagonga gonga hivi ama kwa kikombe kwenye cha uji. Yes. Unafanya hivyo, unainamisha, alafu unatoa. Same mechanism ni kujaribu kusafisha mapafu. Na by the time tunafika kiwango cha kufanya chest physiotherapy, mtoto ameathirika zaidi. Tuseme tu kama umekuja mapema na mtoto hajaathirika sana, hatapata hiyo huduma. Hautafika kile kiwango cha kufanya chest physiotherapy, lakini ni mojawapo wa njia za kusaidia kusafisha lile pavu. Na pia hapa umetaja yale makamasi, kile kikohozi, na pia umetaja usa. Tutachukua pumziko fupi, na sasa wakati tutakaporejea, ni wakati upi sasa inafikia mtoto hata amepata usa? Ni yule ambaye amepata huduma za matibabu kuchelewa, ama imefikia kiwango kipi? Utakuwa unatueleza. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi mno. Nitakaporejea sasa, tutakuwa tunaingia kwenye sehemu ya pili. Daktari pia atakuwa natupa takwimu za jinsi hapa Kenya tunavyoendelea pamoja na mataifa mengine kusini mwa jangwa la Sahara, pamoja na mzazi wetu akiendelea kutupa kisa chake na hadi walipofikia hadi sasa, na mwanae ambaye amekuwa akiugua homa ya mapafu. Karibu tena mtazamaji kwenye sehemu ya 4 na ya mwisho ya mjadala wetu kuhusiana na homa ya mapafu miongoni mwa watoto, ikiwa sasa imetimia saa 6:30 nikiwa na daktari pamoja na mzazi hapa kwenye studio. Na kabla ya pumziko nilikuwa Mary pia alitaja, na pia ulikuwa umetaja, kuna kutoa makamasi, kuna kutoa kikohozi, na pia inafikia kuna yule ambaye pia anatoa usa. Ni wakati upi mtoto itafikia sasa anatolewa usa? So wakati homa ya mapavu imezidi zaidi, pengine hawatatoa usaha kwa mdomo ama kwa kikohozi, lakini tutapata ya kwamba kule ndani ya mapavu kuna usaha. Na kumbuka ya kwamba ukikuja kwa kituo cha afya kuna uchunguzi tofauti. Jambo la kwanza tunafanya ni kuchukulia historia ya ugonjwa. Jambo la pili ni kufanya ile tunasema examination. Tuna-examine huyu mtoto vile ana present, tunamwangalia, na hayo mawili already yanatusaidia kutengeneza diagnosis. Lakini pia kuna usaidizi wa lab, sijui lab maabara, na pia kuna usaidizi wa picha, x-rays. So tukianza matibabu, yes, tutakuwa tumefanya historia yetu, tumeexamine mtoto na tunasema huyu 90% ni pneumonia. Lakini tunataka kujua zaidi, hii pneumonia, hii homa ya mapavu imeathiri huyu mtoto kiasi kipi? So tunafanya tunatoa damu, kuna test tofauti ambazo tunafanya. Na zile test zinaweza kukuelezea hii ni bakteria na hii kwa mapavu yake ugonjwa uko zaidi. Kuna test tunaziita zinaangalia inflammation. Hii ugonjwa imeathiri mapafu kwa njia ya juu. Zaidi pia kama mtoto ameathirika sana, tunapiga picha ya kifua. Na ile picha ndio inaweza tuelezea huyu mtoto mapavu lake limekulika kiasi hiki na ile ugonjwa wa pneumonia, ule homa ya mapavu. So hizi vitu zote tunafanya ili tumsaidie mtoto wako. Tunazifanya ili ni kama tunataka narrow down to the diagnosis kabisa, ili tunapotibu tunajua kwa uhakika huyu mtoto tunatibu bacterial pneumonia, ama pengine tutasema tunatibu viral pneumonia. Wakati mwingine pia tunatoa kikohozi na tunapima, tunaangalia ni bakteria gani tukiangalia kwa lab ambayo tunapata. Na ukisikiliza hayo yote, then utakuwa umemweka mtoto wako kwa hali mbaya kama utaona kuna zile signs and symptoms za homa ya mapavu, na umweke nyumbani na umnunulie dawa. Kwa sababu haya yote then hayatafanyika. Wakati mwingine tunapiga picha na tunaona hii imezidi zaidi,
na pavu kidogo limekulika na hata liko na usaha. Na pengine hata hiyo usaha imekuwa zaidi na imeingia kwenye rib cage. Kwa hivyo asipotibiwa kwa wakati, ugonjwa unaenea katika inaendelea ikiwa mtoto akiathirika zaidi. Na tuseme ukweli pia homa ya mapavu inaua watoto wengi. Kama vile dada yetu Mary alisema, within a short time tuko na window of opportunity ya kutibu ule mtoto si kubwa sana, kwa sababu watoto kinga yao ya mwili iko chini. So especially wale ambao wako chini ya mwezi mmoja, wale wako chini ya miaka 5 wanaathirika zaidi kwa sababu kinga lao si dhahiri. So ningesema ukiona tu mtoto wako ako na zile signs and symptoms, anapumua haraka, hana hamu ya kula, anaelekea kama mwenye anajifahamu hajifahamu, tafadhali fanya hima na ukimbie hospitalini. Umetaja kuna hoja ambayo ningetaka pia ueleze, kwa sababu ni hoja nzuri na nzito. Iwapo hatapata matibabu kwa wakati unaostahili, huo usaha ukiongezeka na uenee kutoka kwa mapafu hadi sasa kwenye mbavu. Kwenye mbavu. Itakuwaje? So wakati mwingine ikiwa mbaya zaidi, inabidi wataalamu wa afya wanaenda kutoa ule usaha. Nao hiyo sasa tunasema ni very very severe pneumonia, na hiyo ndio tunaita complication ya pneumonia. Kawaida tu tukisema homa ya mapavu ya kawaida, kama hujaathirika zaidi, unapewa matibabu vile Mary alituambia, unawekewa dawa za mishipa within 5 to 7 days, saa zingine inafikisha siku 10. Ikiwa mbaya zaidi hata siku 14 mtoto lakini anapona. Lakini kuna wakati mwingine inafika ya kwamba lazima wataalamu wa afya waingie kwenye rib cage na watoe ule usaha. Complicated pneumonia sasa. Haya, asante daktari. Kabla sijamuuliza hata swali daktari wetu, mzazi wetu, kuna mtazamaji hapa anauliza. Hebu uliza daktari, baada ya kuambukizwa, mtoto kuambukizwa ugonjwa wa mapafu na mapafu au pafu lake likulike, je, pafu akipata matibabu yanayostahili linaweza jirejesha kama lilivyokuwa hapo awali? Yes. Akitibiwa vilivyo, akitibiwa kwa muda, linajirejesha kawaida na linaendelea kupumua vile lilivyokuwa hapo awali. Lilivyokuwa hapo awali. Haya. So tuseme tu pneumonia inatiba. Haya, mtoto akifikishwa mapema na apate huduma za matibabu zinazostahili, hatapata yale madhara ya complications. Ile inakuwa mbaya zaidi. Asante sana. Mzazi sasa ikafika, tulikuwa pale kwa umri wa miaka 5. Wakati sasa alipopata huduma, homa hiyo ilirejea tena ama sasa yuko sawa kabisa tangu wakati wa kuwa na umri wa miaka 5 hadi sasa kuwa na umri wa miaka 8? Tukiangalia vile sahi anaendelea, haijairudi tena. Mwanzo juu tulielezewa ile jambo unafaa uangalie ndio asijipate hapo tena. Na tukiwa hata hapo break vile tumesema, pia inaweza kuwa ni mtu alikohoa mahali alikuwa. Wajua sasa pia watoto wakicheza uwezi enda uambie wewe usiku unacheza na yule. Ujui ni nani anakohoa. Hasa msimu wa baridi. Wengi wanakohoa. Na watu pia watasaidiana hata hizi vitu wanakulanga, labda ni maji, anakunywa maji, anampa labda peremende. Ndio hiyo. So zile vitu tuliangalia sana ni kuhakikisha tu tukiona tu hivyo tu, daktari amesema tukiona ni kama anaenda kupata homa ya kawaida. Hiyo sasa nayo tunapeleka hapo ndio tena isifike mahali ipate makamasi aanze kufungana. Atugojeangi saa mpaka akuwe ameathiriwa sana. Lakini kutoka hiyo wakati hadi saa hii huo msichana kwa sawa kabisa. Haya. Daktari, wazazi tunaamini baridi ndio inapatia watoto pneumonia. Pneumonia, homa ya mapafu, mtazamaji. Ni kipi ambacho kinasababisha hiyo homa? Kando na labda kuna yule mtoto alikuwa na homa ya mapafu akakohoa ama akachafua akiwa karibu na huyo mtoto mwingine akamwambukiza. Ni kipi ambacho kinasababisha? Na ukiangalia takwimu, ni maeneo yapi nchini ambayo yako kwenye hatari? So tuseme kwa kweli baridi yenyewe haileti homa ya mapafu. Kwa hivyo tumekuwa
homa ya mapavu ni ugonjwa wa kuambukizana. Sio baridi. Sio baridi. Tuache kuwavalisha watoto fulana 2-3. Jinsi ninavyosema pengine baridi inachangia. Wakati kuna baridi tunafunga madirisha. Kama kuna mtoto ambaye akona anayekuwa pengine akona ugonjwa na hujadhihirika, akiwa mahali ventilation iko poa, kuambukizana ni rahisi. Pengine tu ndio ninaweza sema baridi inachangia. Lakini baridi pase yenyewe haileti ugonjwa wa homa ya mapavu. Huu ni ugonjwa wa kuambukizwa. Niseme ya kwamba homa ya mapavu ndio ugonjwa nambari 1 katika maambukizano duniani. Na ndio ugonjwa unaoua watoto wengi zaidi duniani. Walio chini ya umri wa miaka 5. Walio chini ya miaka 5 na walio chini ya mwezi mmoja. Wale tunaita neonates. Watoto wachanga. Wale wamezaliwa tu, wamemaliza, wako chini ya mwezi mmoja. Ulituelezea tulipoanza ya kwamba kila sekunde 43 mtoto yuafa. Watoto 84 as we speak, wakati tumekaa hapa, karibu lisali moja limepita, watoto 84 wamefariki juu ya ugonjwa wa mapavu. Hapa Kenya? Si hapa Kenya, kote duniani. Na ukiendeleza utapata ni 700,000 kila mwaka. Watoto wengi zaidi wanaathirika na homa ya mapavu. Hapa nyumbani shirika la kimataifa la watoto UNICEF, tukiangalia takrimu za 2019, zilionyesha ya kwamba, na pia Kenya yenyewe imefanya, kuna utafiti ambao unaendelea kila wakati wa Kenya Health Information System, KHIS ya 2022. Inasema ya kwamba ile ya 2019 ya UNICEF inasema ya kwamba tuliwapoteza watoto 14% of the deaths za watoto under 5 ilikuwa imetokana na ugonjwa wa pneumonia. Asilimia 14. Hiyo KHIS ya 2022 inatuelezea kwamba pneumonia ama homa ya mapavu ililete vifo 12%, asilimia 12 ya watoto ambao walikufa, waliokuwa chini ya umri wa miaka 5 walikufa juu ya homa ya mapavu. Waliokuwa chini ya mwezi mmoja walikuwa 3%. So in total, tukiongeza hizi mbili, watoto waliokufa juu, watoto wa chini ya mwezi mmoja bado wako under 5 years, watoto wote ambao walikufa wakiwa under 5 years, ilichangia asilimia 15. Umeniuliza ni kaunti zipi ambazo zinaongoza katika hali hii ya homa ya mapavu. Again, KHIS, Kenya Health Information System, 2022 Narok inaongoza ikiwa katika asilimia 11. Mandera inafuatilia ikiwa asilimia 10.5, 10.5. Marsabit iko katika asilimia 8.6. Wajia asilimia 8.4. Na Samburu na Kericho, nilikuwa na kuelezea hapo awali Kericho, ilinishangaza kwa sababu sikutegemea Kericho ikue katika imeathirika vile, kwa sababu hali ya chakula kiko, na pengine tutaangalia ni nini hasa kinachangia watoto kuathirika zaidi katika hizi counties. Lakini Samburu na Kericho wako katika asilimia 8. Na sasa tukiangalia hizi takwimu, na kwa sababu kwa miaka mingi licha ya juhudi ambazo zimewekwa za kuimarisha afya hasa miongoni mwa watoto, Kenya imekuwa ikijizatiti kwa ushirikiano na mashirika mengine ya kitaifa pamoja na mashirika ya kimataifa pamoja na mashirika mengine humu nchini ili kuimarisha afya ya watoto. Mbona tatizo la kukabiliana na homa ya mapafu limekuwa kizingiti kikubwa? Tatizo liko wapi? So pengine tuangalie ni nini inaweza zuia homa ya mapavu kwa watoto. Jambo la kwanza ni kwamba watoto wanapozaliwa wapewe titi bila kupewa kitu kingine chochote. Kile tunaita exclusive breastfeeding, miezi 6. Na tunasisitiza kwa sababu pengine wazazi na caregivers wanashangaa mbona madaktari wanasisitiza zaidi.
Tuseme jambo moja ambalo hufanyika ukifanya exclusive breastfeeding, unampatia mtoto wako kinga zile tunaita antibodies. Zinatoka kwa mwili wako ukimpatia kwa mtoto wako. Other than ya kwamba lile titi la mama liko na kila kitu mtoto anahitaji. Na wakati unapoanza kuchanganya, unapunguza maziwa ya mama. Ukimpatia mtoto wako maziwa ya mkebe, hayana antibodies. Yanaweza kuwa na kila kitu kingine, lakini hayana antibodies. Hayana hivyo viini vya kinga, vya kinga ya mwili ya mtoto. Yes. Jambo la pili tunasema ya kwamba mtoto anapofika miezi 6 apewe lisha ambalo liko balanced. Unahakikisha unampea chakula cha kuongeza nguvu kwa mwili, unahakikisha unampea chakula cha kujenga mwili, proteini, unahakikisha kwamba unampea chakula matunda, unampa mamboga ambayo yanajenga mwili. Tuseme kidogo wazazi wengi hawaamini kuwapea watoto protein. Wana delay sana. Sijui ni vile tu culture, wana delay kupatiana a balanced diet. Na protein si lazima ikue tu ni protein ya nyama, mayai, hata plant protein pia ni protein. Maharagwe, black beans, tunaongelea dengu, kamande. Hizo ni chakula mtoto anatakikana. Na itakuwa hata ni rahisi kwa mwili wake kwa mwili wake. Na tukumbuke ya kwamba pia part of balanced diet ni umpatie mafuta ya kupika kidogo, yanasaidia kwa kuchukua zile vitamins muhimu. Tunasema vitamin A, D, E and K haziwezi ingia kwa mwili kama hakuna mafuta. Wazazi wengi pia wanachemsha chakula na ongezi mafuta. Wanasema mafuta ni hatari kwa mtoto. So kuhakikisha ya kwamba mtoto amepewa balanced diet. Kwa hivyo mtoto akaangiwe chakula kama mtu mwingine wa kawaida. Yes, lakini of course kadri mafuta yasiwekwe mengi. Tukitoka hapo kuna zile chanjo. Chanjo zenye serikali imeidhinisha. Kuna ile Kenya Expanded Immunization Program. Na zile chanjo kuanzia tu wakati mtoto anapofika umri wa wiki 6. Kwa hivyo kuna ile chanjo ya wiki 6. Kuna chanjo ya wiki 6 na wakati tunapewa chanjo ya wiki 6, kuna ile tunaita pentavalent. Na hizo magonjwa ambazo zinazuiwa kwa ile pentavalent, zote zinaweza leta homa ya mapavu. Na zaidi pia kuna sasa chanjo ya pneumokoko. So watoto hapo awali before hizi chanjo especially pneumokoko ingie, watoto waliathirika zaidi sana. Na chanjo zimesaidia pakubwa. Lakini jambo pengine la kusisitiza ni ya kwamba bado hatujapata 100% uptake. Wakati mwingine unapata mtoto alipata chanjo ya wiki 6, akamiss chanjo ya wiki 10, akapata ya wiki 14, na zile chanjo zinavyopeanwa ndivyo zinaendelea kubuild antibodies. Kumbuka tuliongelea antibodies wakati tulikuwa tunasema kinga. So zinaendelea kujenga kinga ya mwili na kupigana na homa ya mapavu inapokuja. Na itakuwaje sasa, kwa sababu kuna hizi chanjo 3 wakati mtoto ana wiki 6, wiki 10 na wiki 14. Mbona mzazi apuuze? Ni kutojua umuhimu ama haswa ni nini kinafanya mzazi apuuze? Tuseme pengine ni kupuuza kwa sababu serikali yetu imefanya juhudi kabisa kuhakikisha hata zile zahanati za chini zaidi kuna chanjo za watoto. Pengine ukiangalia hizi takrimu zetu, maeneo ambayo yameathiriwa sana ni yale yako kule jangwani. Arid and semi-arid areas. Tukumbuke hizo ni jamii ambazo zina hama-hama. Hadi wa leo kuna jamii ambazo zina hama-hama. Na kwa ile kuhama-hama wanaweza kuwa wako mbali na kituo cha afya wakati muda wa chanjo umefika. Lakini ni vizuri tuelimishe hizi jamii ya kwamba afadhali uchukue hiyo nafasi ya kumpeleka mtoto wako, lakini asimiss chanjo zake. Yes. Na tukiangalia kwa hizi kaunti kuna Narok, Mandera, Marsabit, Wajir, Samburu na Kericho. Mbona pia Kericho iko kwenye hiyo orodha? Ni nini ambacho huenda labda kimechangia? Tuseme
Ilinishangaza kwa sababu Kericho iko mahali kuna chakula na pia pengine nimesahau kusema malnutrition. Utapiamlo. Unachangia sana wakati mtoto anapopata homa ya mapavu na hali yake ya afya si nzuri, akona malnutrition, anaathirika zaidi. So ukiangalia hizi county pengine tutasema chakula hakiko kwa wingi, lakini Kericho was a surprise for me, to be honest. Kwa sekunde 30 tumaliza kipindi. Ni mtoto yupi ambaye yuko kwenye hatari kubwa ya kupata homa ya mapafu? Tuseme mtoto ambaye ako chini ya mwezi mmoja, mtoto mwenye yuko chini ya miaka 5, mtoto pengine ambaye ako pia na magonjwa mengine. Tuseme kama watoto ambao wamezaliwa na wako na cerebral palsy, unajua ako na other issues, ako pengine na kisukari, wako at a higher risk. Wakati wanapata homa ya mapavu inawapeleka zaidi kwa sababu kinga yao iko chini. Na of course pia watoto ambao wameathirika na virusi vya ukimwi, vya HIV. Asante sana. Sijui kama una semi zako za mwisho za kumpa tumaini yule mama labda yuko pale anakabiliana na homa ya mapafu. Kuna tumaini. Kuna tumaini na vile tu daktari ametuelezea, homa ya mapafu iko na tiba. Kwa hivyo ni kupeleka tu mtoto hospitali, tusipuuze kama wazazi. Sana sana tujaribu kuachana na hizo duka za madawa, tukiweza kukimbilia dawa pale. Tujaribu sana juu pia serikali imejaribu kutuwekea SHA na SHI. Kwa hivyo tunaweza jipata, unaweza sajilisha na upeleke mtoto pale na pia uangaliliwe mtoto na afya yake. Asante sana Mary pamoja na daktari. Sasa kupa muda unene zaidi. Mtazamaji, kama ulivyosikia daktari hapa ametueleza, kwa sababu iwapo utaona dalili zozote, pamoja na mzazi amesisitiza, iwapo utaona dalili zozote usipuuze, useme kwamba mwanao ana mafua ya kawaida. Mkimbize kwenye kituo chochote cha afya kilicho karibu nawe, imani zahanati, kituo cha afya ama hospitali yoyote iliyo karibu nawe. Mfikishe mtoto wako kituoni, angaliwe na wahudumu wa afya pamoja na madaktari, apate kusaidika mapema kabla ya homa ya mapafu kuingia na kuharibu mapafu ya mtoto. Lakini pia wamesisitiza kwamba kuna tumaini. Homa ya mapafu inakinga, homa ya mapafu inatiba. Mwenzangu Bramwell Bwire yuko katika maeneo ya Siaya, kaunti ya Siaya, ambapo atakuwa anafuatilia hafla maalum ya sherehe za siku ya homa ya mapafu duniani. Sherehe maalum zimeandaliwa katika kaunti hiyo, na mtazamaji atakuwa anatueleza mengi zaidi kwenye taarifa zetu zijazo. Ninasema asante sana kwa Mary pamoja na Daktari Magi. Mtazamaji pia nasema asante sana kwa muda wako pamoja na wote waliosaidia na kuchangia kwenye maandalizi ya mdahalo huu pamoja na taarifa za yanayojiri. Mimi ni Agnes Gakunga na mwana mwenzangu Dennis Aseto amejiandaa kukuletea taarifa za KTN News Desk. Endelea kutazama KTN.